Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, mbunge wa Moshi Mjini, pamoja na msafara wako unaokulinda, mpendwa mama mkuu wa washirika mpaka sasa, mama mkuu mtarajiwa, mpendwa mama provinsiale, wakuu wengine wote wa shirika la masista Bikira wa Kilimanjaro, wapendwa watawa wote mlioko hapa, wapendwa wanafunzi wa udaktari, wapendwa waamini wengine wote tunaosali pamoja, tumsifu Yesu Kristo. Nilikuwa nina tafakari juu ya misa hii, nikaona mipango ya Mungu, maongozi ya Roho Mtakatifu hayana makosa. Amepanga tusali misa hii mwanzoni kabisa mwa mwaka, si sana sana kwa ajili ya kuja kubariki tu jengo la emergency kisehemu tu katika hospitali hii, lakini katika mpango wake anapenda tuwe hapa kwa malengo matatu. La kwanza, kutoa shukrani kwake tukiwa kwenye mwanzo wa mwaka, tunapoangalia hiyo miaka iliyopita jinsi ametenda mambo makuu hapa, kama alivyokuwa anaimba waimbaji pale mwanzoni kwa kwanza, safi kabisa. Anamsifu Mungu kwa matendo makuu aliyotenda, yanayoonekana kwa macho, yanaonekana kwa macho. Kwa hiyo ni kumshukuru kwa kweli. Labda tulipomaliza mwisho wa mwaka hatukupata muda wa kushukuru kwa namna hii, na kwa sala nzito na ya juu katika imani yetu ya Kanisa Katoliki kama hii, ile sadaka takatifu ya Kalvari. Kwa hiyo ni misa ya kushukuru kwa njia ya Mtakatifu Yosefu, ambaye ni mlinzi na msimamizi wetu, tena ni mlinzi wa msimamizi wa hospitali yetu pia ya Mtakatifu Yosefu. Tumekuja kushukuru, na hilo ningeomba tuliweke kabisa katika nafasi ya kwanza. Tumekuja kumshukuru Mungu kwa maajabu anayotenda hapa, kwa maajabu anayotenda hapa, kwa mambo makubwa ambayo yanayo maelezo ya mwanadamu anayotenda hapa. Naomba tumpigie makofi na vigelegele. Hapa kuna majengo yanayomea tu, ukipita unakuta yamemea, ameenda huko juu. Sasa watawa ni watu wa Mungu tu. Utajiri wao mkuu ni Rozari. Yanajengwaje? Yanajengwa usiku au yanakuaje? Ni maajabu ya Mungu, upendo mkuu wa Mungu unaonekana katika maeneo haya. Tumpe sifa na utukufu. Hilo ni la kwanza. Yaani nimeona tu tulipoingia hapa, yaani hapa pamebadilika pia. Sasa karibu nipite tena kama mkuu angekuwa na masista ningepita, maana pamebadilika tena. Sasa kwa kweli ndio kumekuwa hospitali. Ilikuwa yaani hakuna ukaribisho, unaingia tu kama siku unaingia kwa hotelini, unaingia tu unaona watu hapo tayari umeshaingia. Sasa ndio hospitali naona hata yaani ilivyokaa tu hayo, yaani mkaweka na marangi ya ajabu. Yaani kwa kweli lazima mtu ashtuke. Lazima kuuliza hapa ni nani? Wakati ile ilikuwa hakuna kushtuka. It was too simple. Sasa ndio imekuwa hospitali. Sasa hayo ni makuu ya Mungu. Lakini la pili, kuendana pia na masomo ya leo, somo la Injili na mafundisho makubwa sana. Yaani tatizo kubwa, anasema Yesu anafundisha, yani anafundisha kitaalamu na hafanyi regea katika maandiko matakatifu, katika Torah, katika vitabu vya Musa. Amepata wapi hiyo akili? Yaani yeye anaongea kwa ushujaa, na unajua kwamba ili uweze kuongea uweze kuongea kwenye Agano la Kale ukubalike, ni lazima urudi kwenye vitabu vya Musa. Vitabu vile lazima ufanye quotation, lazima ufanye urejee
kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Walawi, kitabu cha Hesabu na mambo. Lazima urudi kule kwa sababu ile ndiye Torah, ndio imekamata sasa mambo ya Mungu. Ndio maana ni vitabu vya mababu hivyo. Sasa wana mabe unaongea tu umetoka wapi? Sasa anaongea kwa mamlaka kutoka kwa Mungu. Anaongea kwa mamlaka, utafuta rejea huko hakuna. Wao na namna zao za kufanya. Si ndio maana sasa tunaona maajabu. Kwa hiyo ni uongozi, ni uongozi, ni usimamizi ambao una nguvu ya pekee. Ni nguvu ya kimungu inafanya kazi mahali hapa. Na hivi tunaendelea kwa imani na kwa unyenyekevu wote kurudi kwake, kumwambia hapa ni kwako. Endelea kulea hapa, endelea kuongoza, endelea kusimamia. Wale walioko sawa ni alama zako, lakini hekima na busara yote wanapokea kutoka kwako, wanapokea kutoka kwa Yesu. Na lazima iwe hivyo. Tuna unyenyekevu wa ajabu kwamba sisi kwa kweli tunamfanya tu kazi yake. Ni lazima turudi kwake daima kwa unyenyekevu mkubwa, tukiwa magotini, tukiomba atupe hekima na busara, atuelekeze namna ya kuongea na watu wote wa hospitali kubwa namna hii waweze kufuata sauti moja tu itawale hospitali. Sauti moja tu itawale hospitali. Si sauti moja tu na uongozi, sauti moja tu ambayo inatoka kwa kiongozi, imebeba dictatorship. Hapana, si dictatorship asachi, ndio yenyewe. Na wale wanaoongozwa pia wanafurahi, wanasema kwa kweli tunaongozwa vizuri haya mambo yanatoka kwa mamlaka thabiti na sisi, lakini pia si kwamba tunaonekana kama tunaburutwa. Hapana, ndio yenyewe yanatujenga. Hata tukienda mahali pengine, hata nyumbani, hata tukihamia hospitali nyingine, tunayakoti. Tunahitaji uongozi uwe usimame imara. Na unaposimama imara hivyo ni katika mithili ile ya Yesu. Na tunaona kitu hicho hapa. Tunakiona hapa. Mahali ambapo kuna uongozi kuna shida kubwa. Utaona mambo ya ajabu tu. Mambo ya ajabu ya kushangaza. Lakini hapa tunaona kuna uongozi thabiti, kuna mamlaka. Si ya kidictatorship, yanatoka juu kwa sababu nyinyi ni watu wa sala. Na hapo tunapaswa kumshukuru Mungu tena kwamba kwa kweli hospitali yetu ina namna hiyo. Tumpe Mungu sifa na utukufu kwa hilo. Lakini jambo la tatu, pamoja na kuombea uongozi na usimamizi, usimame imara ili ustawi wa hapa mahali uweze kuendelea, uendelevu. Jambo la tatu liko hapo, liko kwenye huyu Hana. Hapa ni mahali pia nashukuru kwamba masista ndio kuwa hapa. Hapa ni mahali pa utakatifu sana, pa kufundisha watu namna ya kuwa watakatifu. Na yale mateso yanayopatikana wakiwa wamelala hapa yamiminwe hapa. Hii bustani pewe ni bustani kwa kweli ambayo inapokea huruma, neema na mambo ya ajabu kwa Mungu. Kwa sababu gani? Hapa ni kwa wagonjwa. Mahali penye wagonjwa ni mahali pa penye utakatifu sana. Hapa watu wanaweza kuja hapa wakiwa wagonjwa sana na walikuwa wapagani, lakini wakifundishwa namna ya kuyapokea yale mateso, wanavyotunzwa kwanza, wanavyoangaliwa, naona ni Mungu tu anawatunza hapa, ni Yesu tu anawahudumia, na baadaye jinsi wanavyowafundisha wakiwa pale kitandani, unajua Yesu anakupenda, umekuja hapa si kwamba unaumwa, kweli ni kama unapumzika. Kuna kitu ambacho Yesu anataka ujifunze, uone sasa unabadilika siku baada ya siku. Sasa anapokutana na wale watu, basi mnavyo wabembeleza pale kitandani, si kama kubembeleza sasa umeisomea, inakuja automatically, maana iko katika wito wenu, kwa sababu nyinyi watu wa sala hapa ni mama sister. Sasa wale watu pale wanabadilika, kule kwa na hasira na Mungu kwamba ni mgonjwa, taratibu anaanza kutolea yale mateso yake na maumivu yake kama sehemu ya sala yake nzuri, kama sehemu ya wimbo wake mzuri kwa Mungu. Mesikia Ana, yule nabii alimwambia kwamba acha kulewa pombe zako, unalewa kila siku. Akamwambia kwamba sio ninalewa, niko mbali. Alikuwa anamtafakari Mungu.
Yaani akasema alikuwa anamimina moyo wake kwa Mungu. Yaani yale yote yalikuwa ndani yake, yale mateso, wanavyodharauliwa, ana mtoto wanamtukana, anasema haya naipokea kama sehemu ya sala yangu na wimbo wangu mzuri, basi namiminia Mungu. Yaani you know, yaani she's taking from the depth of her heart. Yaani anaondoa kule kwenye, yaani ukina moyo wake, anampa Mungu yote. Sasa pale kuna mambo makubwa. Pale kuna utakatifu, kuna transition, kuna transition kubwa inayotake place pale. Yaani mtu anabadilika, yale yote yanayomsumbua anampa Mungu kwa katika hali ya imani na unyenyekevu, na Mungu anafanya kuwa sasa ndio matibabu yake. Hapa ni mahali pa utakatifu. Hii ni shule ya utakatifu. Mama mkuu, ningetamani pia huko kwetu maseminari tunapeleka ma spiritual director wa kuwafanya vijana waweze kujua namna ya kusali, namna ya kumjua Mungu. Mimi ningetamani na hospitali kama huko tumpate sister ambaye ni spiritual director, yaani so chaplain ambaye yaani kwenye mambo ya malezi ya kiroho, kuwarudisha watu kwa Mungu tena na tena, na yaani awe anazunguka nyumba zote na baba wa kiroho anakuja tena kama hapa anatoa maungamo. Yaani hapa ni shule pia ya utakatifu. Ni shule ya utakatifu. Kwanza hii bustani itakuwa inapona kutokana na yale matibabu anayopata hapa, pamoja na madaktari wazuri wanaotibu vizuri. Madaktari wanaotibu vizuri, wanawashangaa wanasema, "Mbona inakuwa wametoka Malaysia? Mbona wanatoka wametoka India?" Yaani akikutibu tu utapona tu. Naona utapata reference kutoka hapa, kutoka mpaka watu wa Malawi, watu wanajitibia St. Joseph. Kuna nini? Wanasema pale kuna kama watu kutoka Malaysia hivi, kweli wanavyotibu vizuri, wamebobea, utafikiri wametoka Dubai, wametoka India. Wapi Mtakatifu Yosefu? Kwa sababu ya matibabu yaliyoko hapa. Matibabu yaliyoko hapa. Hiyo mikono ilivyojaa huruma ya Mungu, wema wa Mungu, utakatifu wa Mungu. Wanapoguswa tu na hiyo mikono ya watawa, wanamhisi Mungu. Wanavyohudumiwa tu pale kitandani, wanavyopewa consolation, wanavyopewa kitulizo, faraja, wanaona kwa kweli wanabadilisha kila kitu. Wanarudi nyumbani wakiwa wameongoka. Sasa mimi nimefurahi sana kwamba tunasali misa hii hapa. Hana amemimina moyo wake kwa Mungu. Amemimina, na Mungu hakumwacha akapata mtoto. Siku ile alichukua mimba. Mambo ya ajabu yametendeka, na mambo ya ajabu yatatendeka hapa, kutokana na jinsi mambo yanavyoenda hapa, kutokana na administration, kutokana na leadership, kutokana na madaktari wanavyotibu, yani kwa uhakika, wanatibu kwa kujali, wanatibu kwa heshima, kwamba sasa mnapo pale kitandani wanadili na binadamu ambaye ni wa Mungu. Kwa hiyo pale wanakuwa ni watu wa heshima sana. Sasa nilikuwa nawaambia mara nyingi tu ninapokwenda kwenye graduation za wale manesi na waguzi wanaougua, kweli jinsi ambavyo tulifundishwa na baba rekta wetu, alikuwa anatufundisha maadili. Alikuwa ni mwadhama Pengo, alikuwa anatuambia kwamba yaani baada ya Mungu, baada ya Kristo, mtu aliye na mamlaka makubwa na mwili wako ni daktari, medical doctor. Akisema akikwambia chochote lazima utii, kwa sababu yaani lazima afahamu kwenye mwili wako kuna nini. Akikwambia ondoa nguo zote, unaondoa, useme kwamba I'm a priest, unaondoa. Unaanza kuondoa shati, inatosha, ondoa. Na vesti ondoa, na suruali ondoa, na panjama ondoa. Unabaki pale maskini hivi, na yeye ni daktari huyo, ni medical doctor. After Jesus is the medical doctors. Ni hawa manesi, nyinyi wauguzi. Yaani na mamlaka ya ajabu. Mnafika mpaka sehemu nyingine watu hawafiki. Nyinyi mnafika huko. Sasa hapo nyinyi si watu wa kawaida. Ndio maana mnaweza kufanya mageuzi makubwa sana, hata watu ambao kwa kweli wana maumivu makubwa sana wakageuka wakawa kama Hana. Kumbe tunaendelea kumshukuru Mungu. Ningeomba siku hii ya leo misa hii ya leo si kwa bahati mbaya
mkuu wa hospitali amesisitiza hivi hapo mwanzoni, ni alikuwa anasukumwa na Roho Mtakatifu tangu hapa mwanzoni kabisa. Tumshukuru Mungu, lakini tuendelee kuombea hospitali. Tumshukuru Mungu kwa makuu anayotenda hapa, lakini tuendelee kuombea hospitali Baraka endelee kustawi na ustawi endelevu, lakini iwe ni shule, iwe ni bustani pia ya kuwasaidia watu waweze kugeuza mateso yao yawe ni sala, na wanapofanya hivyo mambo mawili yanatendeka. Yaani hii hapa panakuwa ni bustani inayopokea utakatifu unaotoka mbinguni, na wale wanaotibiwa pia wanarudi nyumbani wakiwa wamepata uongovu. Kweli naomba hilo tumuombe Mwenyezi Mungu hapa pia, ile kile kilichotokea kwa Ana siku hii ya leo kiweze kutokea hapa, kiweze kutokea kwa madaktari wetu ambao wanayo mamlaka makubwa katika kutunza watoto wa Mungu wanaofika mahali hapa. Tumsifu Yesu Kristo.